Leo tutazungumzia sheria ya usalama barabarani, lakini pia tutazungumza makosa mbalimbali ambayo sheria hii imeweza kuyaainisha. Kwanza kabisa ningependa kuwapitisha katika watu waweze kujua maana ya sheria hii ya usalama barabarani. Sheria hii ni kanuni au taratibu ambazo zimewekwa, na kanuni hizi au taratibu zimewekwa kwa watumiaji wa barabara ili kufanya matumizi ya barabara yaweze kuwa na tija. Lengo la kwa nini serikali iliamua kuweka sheria hizi, kanuni hizi ziliwekwa kwa ajili ya kuepusha makosa mbalimbali ambayo yanaweza yakafanywa na watumiaji wa barabara, na ili kuepusha makosa, maana moja kwa moja makosa haya yatasababisha hasara katika miundombinu. Unajua serikali inatumia pesa nyingi sana katika utengenezaji wa barabara. Kwa hiyo sasa, ili kufanya barabara itumiwe katika matumizi sahihi na isiharibike, basi kanuni hizi zinawekwa kwa ajili ya usalama wa miundombinu. Lakini pia sheria hii imewekwa kwa ajili ya usalama wa watu. Unajua barabara inatumiwa na wengi, inatumiwa na vijana, inatumiwa na wazee, inatumiwa na watoto, na pia inatumiwa na watumizi wa hivyo vyombo vya moto. Sasa ili kuhakikisha kwamba usalama wa watu unazingatiwa, basi sheria hii imewekwa kwa ajili ya kulinda usalama wa watu pamoja na mali zao. Unakuta kuna watu ambao kuna hizi frame za maduka ziko pembezoni mwa barabara. Sasa kanuni hizi zimewekwa ili kuepusha hayo makosa ambayo moja kwa moja yanaweza yakahatarisha maisha ya watu, lakini pia na mali zao. Sasa baada ya kujua sheria hii na kwa nini serikali yetu kupitia bunge iliweza kupitisha sheria hii ziweze kutumika na sababu zake, basi naomba niwapitishe moja kwa moja baadhi ya makosa ambayo yameweza kuainishwa na sheria hii. Moja kati ya makosa ni kuendesha gari kwa uzembe na kusababisha majeraha au kifo. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 41 cha sheria ya usalama wa barabarani sura ya 168 marejeo mwaka 2002. Hili ni kosa endapo ikatokea mtu dereva wa chombo cha moto ameendesha gari kwa uzembe na kusababisha kifo au majeraha. Tunasema kwamba huyo mtu moja kwa moja atakuwa anashtakiwa kwa hilo kosa, kwamba ameendesha gari kwa uzembe unaweza kaendesha gari kwa uzembe ukasababisha viwili au hata kimoja, kasababisha kifo kwa mtu au kasababisha majeraha, ulemavu wa kudumu. Basi inapotokea kitu kama hicho, sheria hii moja kwa moja huyu mtu ambaye amesababisha hicho kitu atashtakiwa kwa kosa hilo, kuendesha gari kwa uzembe, kusababisha kifo au majeraha. Moja kwa moja mtu huyu atapelekwa mahakamani kwa ajili ya kujibu shtaka lake, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 41 cha sheria ya usalama barabarani. Hivyo kutokana na kifungu hichi ni rai yetu kwamba watu wawe makini wanapokuwa wanaendesha gari, unapoendesha chombo chochote cha moto, tuepuke kama sheria inavyosema, tuepuke uzembe, maana unaweza ukapelekea ukasababisha kifo kwa mtu, na unakuta huyo mtu ndio alikuwa tegemezi kwa hiyo familia, nguvu kazi ya taifa, lakini pia unaweza kusababisha majeraha kwa mtu, ulemavu wa kudumu kama ulivyosema hapa. Hivyo basi kupitia sheria hii tunahimizwa kuendesha gari kwa umakini, kuepusha vitu kama hivi. Lakini pia kosa lingine ambalo limeainishwa na sheria hii ya usalama barabarani ni kuendesha chombo cha moto huku ukiwa umelewa. Unakuta mtu anaendesha chombo cha moto akiwa ametokea kilabuni huko, amekunywa zake pombe. Moja kwa moja kumbuka kwamba huyu mtu uwezo wake wa kufikiri unakuwa tayari umeathiriwa na kiasi cha pombe ambacho yeye amekinywa. Kwa hiyo hatakuwa na ile proper control ya gari yake, ya chombo chake cha moto. Hivyo sheria moja kwa moja inakataza kuendesha gari ukiwa umelewa, kwa sababu matokeo yake pale wewe tutarudi tena kule nyuma kwamba
utasababisha majeraha, ajali ikitokea, lakini pia unaweza pia ukasababisha kifo. Kwa moja sheria imekataza mtu kuendesha chombo cha moto huku akiwa amelewa, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 44 cha sheria ya usalama barabarani. Kosa lingine ni kushindwa kusimama kwenye kivuko cha reli. Sheria inatuhimiza kwamba tunapokuwa kwenye vivuko vya reli, unapofika karibu na kivuko cha reli, basi kwanza unatakiwa unapotokea mbali upunguze spidi, kwa sababu pale uko na kivuko cha reli unakikaribia, lakini ukifika pale uangalie usalama wa pale. Kumekuwa kuna ajali nyingi sana ambazo zimekuwa zikitokea kwa watu, unakuta mtu anagonga anagongana na treni kwa sababu anakuwa hakusimama, mtu tu anakuwa na haraka. Kwa hiyo tunahimizwa kwamba unapokuwa unakaribia, kwanza uanze kupunguza spidi, upunguze spidi ili ukishafika pale uweze kusimama na kuangalia usalama wa pale. Na hiyo yote tunarudi nyuma, lengo la kufanya hivi ni kusababisha majeraha, sababu unakuwa pia wewe mwenyewe kwenye chombo cha moto umebeba abiria, lakini pia hata kifo tuweze na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 55 cha sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo unaposhindwa kusimama kwenye kivuko na ukasababisha ajali, moja kwa moja utafikishwa mahakamani kwa ajili ya kwenda kujibu shtaka lako. Lakini kosa lingine ambalo nitaliongelea siku ya leo ni kuendesha chombo cha moto katika spidi ambayo sio sahihi. Unajua tunapokuwa barabarani unakuta kuna sehemu ambapo barabara imeweka zile speed limit bwana, nataka utembee ni 50 kwa saa, kilomita 50 kwa saa. Sasa madereva wengi wamekuwa hichi kitu hawakifati, na ndio maana hata ajali nyingi zimekuwa zikitokea sana barabarani kwa sababu ya kuendesha kwa spidi ambayo haitakiwi. Hivyo unapokuwa unaendesha kwa spidi moja kwa moja, hili ni kosa, na hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 51 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya usalama barabarani. Hivyo kutokana na sheria hii tunahimizwa kuendesha chombo cha moto kwa spidi inayotakiwa, yani usiende spidi ambayo hairuhusiwi. Kwa mahali pana unakuta hizi spidi zimewekwa, hizi speed limits zimewekwa kulikuwa kuna sababu. Unakuta labda hapo ni sana kwa hawa madereva wa mabasi ya mikoani, unakuta hiyo sehemu labda ni makazi ya watu, kuna makazi sana, kuna watoto wanavuka sana pale barabara, kwa hiyo lazima uzingatie. Wakati unaendelea na kosa hilo jingine, mimi nitarudi kwenye kosa la kwanza kabisa kwamba kuna uzembe, alafu kosa jingine ambalo tuseme ni la pili nafikiri kuto kusimama kwenye vivuko. Inawezekana ni nadra sana tukianza na hii kwenye kivuko, inawezekana ni nadra sana kukuta kivuko cha treni, huwa inatokea ajali mara chache sana. Lakini kwenye hivi vivuko vya hawa watembea kwa miguu, imekuwa ni kawaida kwa madereva, yeye anaona hapa ni zebra ama alama hizo za pundamilia zimewekwa, lakini yeye ni spidi ile. Kuna haja ya kuwa na labda waongozaji pale kwamba bwana, hapa ni eneo la kuvuka, lazima kuwe na mwongozaji, ama tuseme ni traffic ambao wanaweza kufika pale wakakaa wakaangalia namna ambavyo usalama wa hawa watembea kwa miguu, ama ni sahihi tu kila mmoja aamue jinsi gani anachokifanya, kwa maana mtembea kwa miguu anaamini hapa ni eneo langu, lakini huyu mwenye pikipiki, mwenye gari anaamini hii ni barabara yangu. Yaani kuna haja ya kuwa na watu ambao wanaweza wakawa wanaongoza pale. Asante. Kwa upande wangu kuna haja ya kuwepo na hao watu, lakini kabla ya hapo dereva yoyote ili uweze kuingia barabarani ni lazima uwe umepitia mafunzo ya alama mbalimbali za kufuata. Kuna alama mbalimbali ambazo dereva yote anatakiwa azifuate. Moja kati ya alama ni hiyo zebra. Kwa sasa, yani kama wewe kweli ni dereva na ulipitia mafunzo,
ukiona ile alama ni lazima inakutaka wewe upunguze spidi, ukifika pale usimame na uweze kuruhusu watu wapite, wanafunzi wapite, raia wengine wapite. Na serikali imeweka hii alama yani ikiwa na hilo lengo kwamba huyu dereva anapokuwa anapita akiona hii alama itabidi asimame kuruhusu watu wapite. Na ndio maana sasa kwa upande hata wa hilo ni kosa kushindwa kusimama sehemu ambapo kuna zebra. Hilo ni kosa kabisa, sheria imeainisha, kwa sababu tunaamini kwamba kama we ni dereva umepata mafunzo sahihi, na maana ile alama wewe unaijua. Hilo ni kosa kabisa kushindwa kusimama, kama ilivyo kosa ambalo kushindwa kusimama kwenye kivuko cha reli, pia kuna kosa la kushindwa kusimama zebra. Tukiamini kama we ni dereva lazima utasimama, utaruhusu watu wapite. Lakini pia kuna raia wema ambao pia wao wanawasaidia watoto kwamba wakiona, kwa sababu sasa hivi madereva ndio hivyo wako speed, au unakuta mwingine ndio hivyo anaendesha amelewa, hata hiyo zebra yenyewe hajaiona. Sasa hivi kuna raia wema wanawasaidia watoto kuvuka. Unakuta kama ni mwalimu au watoto ambao wanakuwa wanaondoka, wanawasaidia kuvuka, magari yanasimamishwa, watoto wanapita, au kama kuna trafiki wanatoa msaada, magari yanasimamishwa, watu wanavuka. Na msikilizaji, huyo ni Joyce Nkwabi ambaye ametupitisha hapo kwenye makosa hayo kama matatu hivi ambayo ametupitisha. Lakini kwamba kama una swali unaweza ukapiga simu ama ukatuma ujumbe wako mfupi kuuliza kile ambacho unatamani zaidi kufahamu kwenye sheria ya usalama barabarani ambao tunaizungumza kwa siku hii ya leo kupitia nambari ya simu 0746112235. Hapo tuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kupitia nambari ya simu 0782611178. Piga simu, uliza swali lako tuweze kufahamu kile ambacho unakihitaji kukisikiliza ama kukifahamu kwenye mada yetu kuhusiana na sheria hiyo ya usalama barabarani. Nipokee simu yake hapa msikilizaji katika laini ya simu. Halo. Mambo vipi? Shwari, inakuaje? Safi, ujambo? Safi, unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Hamisi kutoka Tabora. Karibu sana kwenye mjadala kwa siku ya leo. Wewe nani wewe? Niuliza tena mimi ni nani? Sasa sijajua alikuwa anampigia nani, ni jambo la kusikitisha. Tuangazie wakili Joyce kwenye kosa jingine ambalo unatamani kulizungumzia kwa siku ya leo. Kosa lingine ambalo ningetamani kulizungumzia ni matumizi mabaya ya chombo cha moto bila kuwajali watumiaji wa barabara hiyo. Hii ni kwa mujibu wa kifungu cha 50 cha sheria ya usalama barabarani, kwamba unapotumia chombo cha moto bila kuwajali watumiaji wa barabara wengine, unakuta saa zingine unakuta hata watu tu wanaamua tu kufanya hata mashindano bila hata hayajasajiliwa, hawajapewa kibali. Ni matumizi mabaya ya barabara. Au mwingine tu unakuta anaitumia barabara vibaya hata atakavyopaki, vyote hivyo. Lakini lengo tunarudi kule kwamba ni kwa lengo la kuzuia hasara katika miundombinu hizi za barabara, lakini pia hata katika kuhatarisha maisha ya watu. Kwa hiyo unapotumia chombo cha moto vibaya bila kuwajali watumiaji wengine wa barabara, basi moja kwa moja tutakushtaki kwa kosa hilo kwa lengo la usalama wa watu. Na natamatisha hivyo kwenye makosa hayo. Labda nirejee kwake wakili Upendo Florian tuendelee na makosa ambayo yamesalia na kwenye wajibu wa dereva pamoja. Dereva kwenye wakati akiwa barabarani ana wajibu gani? Tuanze kwanza kwenye issue ya makosa, then tunaelekea kwenye wajibu wa dereva. Karibu sana wakili Upendo. Asante mtangazaji. Nikiendelea na makosa ambayo yameweza kuainishwa na mwenzangu, kuna makosa mengine ambayo dereva anaweza akawa ameyatenda wakati akiwa barabarani anaendesha chombo chake cha usafiri. Moja ya makosa mengine ni pale ambapo dereva anaendesha gari bila kuwa na leseni halali ambayo inamthibitisha kwamba yeye anatakiwa kuendesha hilo gari. Na makosa hayo ni mengi sana kutokana na kwamba kumekuwa na madereva wengi wanaendesha vyombo vya moto bila kuwa na leseni. Na kitendo cha dereva kuendesha
gari au chombo cha moto bila kuwa na leseni ni kosa kinyume na kifungu cha 19 lakini na kifungu cha 52 cha sheria ya usalama barabarani ambacho kinakataza dereva kuweza kuendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni. Katika kifungu hichi kimeeleza mazingira mbalimbali ambayo yanaweza kumfanya dereva akaendesha gari lile kuwa na leseni na kukutwa na kosa. Mazingira ya kwanza ni pale ambapo dereva anaendesha chombo cha moto bila kuwa na leseni kabisa. Kifungu hichi kimeonyesha kwamba ni kosa. Lakini pia kifungu hichi kimeeleza mazingira ambayo dereva anaweza kawa anaendesha chombo kile cha moto lakini anakuwa ana leseni ya lena. Na sheria inamtaka pale ambapo dereva anakuwa na leseni ya lena, basi wakati anaendesha chombo kile cha moto anatakiwa awe na dereva mwingine ambaye ana leseni kamili ambayo sio ya lena. Kwa hiyo madereva wengi unakuta mtu ana leseni ya lena anaendesha kile chombo cha moto bila kuwa na mtu pembeni yake ambaye ni dereva mwenye leseni. Basi ukikutwa ukikutwa unakuwa umefanya makosa. Lakini mazingira mengine ambayo yameelezwa bila kuwa na leseni ni pale ambapo dereva anaendesha gari leseni yake inakuwa imeshafutwa na mahakama. Unakuta dereva alishaikuwa na kesi ya trafiki mahakamani lakini mahakama ikamfutia ile leseni. Lakini kwa sababu ilimfutia basi dereva yeye anaingia barabarani kuendesha wakati leseni yake ilishafutwa. Lakini mazingira mengine ni pale ambapo dereva amesitishiwa leseni yake kwa muda maalum na mahakama. Unakuta alishaikuwa na kesi ya trafiki na mahakama ikamsitishia leseni yake kwa muda labda wa miezi 6 au kwa muda wa miezi 3. Hasa dereva yule anaingia barabarani bila ile miezi 6 kuisha, anaendesha kile chombo cha moto, basi sisi tutamsema alikuwa anaendesha bila leseni. Lakini mazingira mengine kwenye hichi kifungu ni pale ambapo dereva anaendesha ana leseni lakini leseni yake imeisha muda. Kwa sababu ilisha muda alitakiwa aweze kurenew. Lakini sasa kwa sababu wa kurenew anaingia barabarani anaendesha huku leseni yake iko imekuwa expired. Basi akifanya makosa hayo atakuwa amekiuka hichi kifungu na atachukuliwa hatua. Lakini pia wakili mwenzangu ameongea kuhusu swala la speeding. Kuna mazingira mengine ambayo speeding huwa inakatazwa. Wakili aliongelea kuhusu swala la kutembea kwenye maeneo ya public. Kuna speed maalum ambayo inakuwa imewekwa. Lakini mtu unakuta anaenda kinyume au dereva anaenda kinyume na ile speed ambayo imekuwa imewekwa. Sasa mazingira mengine ni pale ambapo hivi vyombo vya moto, kuna baadhi ya vyombo vya moto vina speed maalum ambayo imewekwa kwenye hivyo vyombo vya moto. Na vyombo hivyo ni kama mabasi yanayobeba abiria. Vyombo vile vyote ambavyo vinabeba abiria vina speed maalum ambayo imewekwa, ambayo dereva anatakiwa atembee kulingana na speed maalum ambayo imewekwa. Tukitolea mfano vyombo vya moto ni mabasi, huwa speed yake ni speed 80. Dereva hatakiwi kwenda zaidi ya ile speed. Kuzidisha hata moja ni kosa. Ni kosa. Kwa pale dereva anapokuwa anaenda speed zaidi ya chombo chake cha moto ambacho kimewekewa ile speed limit, basi anakuwa ametenda kosa na atawajibishwa. Na huyo ni wakili Upendo Florian ambaye ametupitisha kwenye issue hiyo, lakini kuna maswali kama mawili hapa. Kuna mtu anauliza endapo dereva yeyote akisababisha ajali kwenye alama ya watembea kwa miguu, adhabu yake inakuwa na tofauti gani na adhabu ya dereva aliyesababisha ajali eneo la barabara ya kawaida? Alafu la pili ni kwa nini sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la uvunjwaji wa sheria barabarani kwa sasa? Madereva wanapotakiwa kupunguza mwendo wao wanaongeza mwendo. Hali hii inasababishwa na nini, au sheria hazifuatwi ipasavyo na makareni wa Bachu zimamoto? Tukianza na swali la kwanza, utofauti dereva kapiga mzinga tuseme kasababisha ajali kwenye pundamilia pale, halafu labda kasababisha kaua, sio? Au ile kasababisha ajali sehemu nyingine, kuna utofauti wa adhabu hapo? Labda niongee kwa ujumla. Adhabu inatolewa kwa mujibu wa sheria, na mtu yoyote ambaye anaenda kinyume na sheria hii anafanya makosa ambayo yako kwenye
sheria hii, basi adhabu kwa ujumla huwa ni kifungo pamoja na faini. Kwa hiyo havitofautiani. Anaweza kapewa kosa lile au anaweza kapewa adhabu ya faini. Na kwa hili la ongezeko, sheria zifuatwi ama kumekuwa na uzembe hapa kwenye kutoa hiyo kifungo ama faini? Hapana mtangazaji, na sheria inafuatwa na madereva wengi. Sisi tunaamini mpaka umekuwa dereva basi umepitia mafunzo ambayo kwa namna moja au nyingine yanakuelekeza unapokuwa barabarani ni kitu gani wewe cha kufuata. Na madereva wengi kwa sasa wanaonekana wanakuwa wanavunja sheria kwa makusudi, wakati anajua kwamba mfano natakiwa nikiendesha barabara nikifika kwenye zebra natakiwa nisimame, unakuta anapita tu. Kwa hiyo sasa kumekuwa na uvunjaji wa sheria kutokana na madereva kushindwa kufuata ule wajibu wao wanapokuwa barabarani, kutekeleza ule wajibu wao. Ndio maana uvunjaji wa sheria unatokea, na pia wanapovunja hizo sheria hatua muhimu huwa zinachukuliwa na adhabu huwa zinatolewa kwa wale ambao wanavunja hizo sheria. Na tunahimiza tu kwamba madereva wote pale wanapokuwa barabarani basi wafuate sheria za usalama barabarani ili kuweza kuzuia madhara ambayo yanatokana na wao kuvunja sheria wakiwa barabarani. Kwa dakika hizi ambazo zimesalia, tuangalie kuhusiana na wajibu wa dereva akiwa barabarani. Wakili Upendo Flavia. Tukiongelea kuhusu wajibu wa dereva anapokuwa barabarani, kwanza wajibu wa dereva anapokuwa barabarani ni yeye kuhakikisha kwamba anafuata sheria wakati anaendesha chombo chake. Lazima afuate sheria ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokana na yeye kutofuata sheria. Lakini wajibu mwingine wa dereva anapokuwa barabarani ni pale ambapo sasa imetokea ajali. Labda kumetokea ajali, dereva ana wajibu wa kusimamisha chombo chake katika eneo ambalo anaona ni salama kwake yeye. Na ikitokea basi ajali imetokea, lakini kutokana na hilo eneo dereva anaona kwamba sitaweza kusimamisha chombo changu kwa ajili ya usalama wake binafsi, basi dereva huyo anatakiwa kwenda kuripoti kituo chochote cha polisi ambacho kiko karibu na yeye kuhusiana na ile tukio la ajali na sio kukimbia. Kwenye hii sheria mara nyingi inamtaja mtumiaji wa chombo cha moto, sio? Na ni sheria ambayo inatumika kwa taifa zima, sio? Yaani unakuta sheria hii anayetumia mtu ambaye yuko Dar es Salaam, yuko Mwanza, ni sawa, lakini sisi ni mkoa ambao ni tofauti kidogo, sio? Sisi tuna watumiaji ambao ni wa vyombo vya moto kwa maana ya pikipiki, miguu miwili pamoja na bajaji, lakini pia kuna magari, lakini tunaongeza na mtu mwingine ambaye ni mtu wa baiskeli. Huyu inamtaja kama nani, na yeye ni dereva ama ni inamhesabu vipi hii sheria? Na yeye pia tunasema ni dereva kwa sababu yeye ndo anaendesha kile chombo. Kwa hiyo pia ni dereva. Kwa hiyo kwa sababu pia ni dereva hatuwezi tukamtoa. Kwa sababu pia na yeye ni mtumiaji wa barabara. Kwa kuwa ni mtumiaji wa barabara, basi anatakiwa afuate zile sheria ambazo zimewekwa ili kumwepusha pia hata yeye mwenyewe kukumbana na matatizo au madhara yanayotokana na utumiaji mbovu wa barabara. Mara nyingi imekuwa ni tofauti kidogo kwamba waendesha baiskeli yaani ukikutana na hawa wenye bodaboda, wenye bajaji na wenye magari, kwa hiyo inakuwa kana kwamba akiwa barabarani pale anaonekana kama anatembea kwa mguu. Yaani kama ni mtu ambaye hana haki ya kutumia ile barabara. Licha ya kwamba yeye anakuwa ana haki hiyo pia ya kutumia. Yaani kuna utofauti ambao huku anajitenga, yani yeye anakuwa aidha anatembea kwenye ile barabara ya watembea kwa miguu ama yupo huku katikati. Akisogea huku katikati akikutana na pikipiki inabidi ampishe mwenye, yani ule ufuataji kwamba hapa sio sehemu ya overtake. Bodaboda yeye anaamini kwamba huyu ni wa baskeli, mimi naweza
nikapita mbele yake kwa mazingira yote na inabidi anipishe huyu. Inahesabika kama wao kama sio madereva hivi, kazi yao haieleweki. Sasa unajua, yani unajua kila watu wanakuwa wamekiwa position zao. Yeye anajua kabisa kwamba yeye upande wake ni huku, kwa lazima na yeye akae kwenye upande wake ambao anatakiwa. Asije akakaa upande ambao kwa ajili ya watu ambao ni waendesha magari. Watumiaji wa baiskeli wenyewe na nafasi zao wanaopandana, maana hata ukimpigia aoni kwamba anajua kanuni vizuri za barabarani na sheria ambazo anazijua, anakaa upande wake, anasogea. Na msikilizaji, mmemsikiliza hapa wakili Joyce Nkwabi, lakini pia wakili Upendo Florian kwenye mjadala wetu ambao unahusu sheria ya usalama barabarani. Tumezungumza mengi kuhusiana hilo, lakini cha kumalizia kabisa kwa wasikilizaji lakini pia kwa watumiaji wa barabara, nini ambacho unawaambia wakili Joyce Nkwabi pamoja na wakili Upendo Florian? Neno lako la mwisho kwa wasikilizaji kabla hatujamaliza kwenye mjadala wetu. Neno langu la mwisho ni kuwahimiza watumiaji wote wa vyombo vya moto barabarani kuhakikisha kwamba wanafuata sheria ili kuepusha madhara ambao wanaweza kuyasababisha wakati wakiwa barabarani. Hilo ndo napenda kuwasihi. Wakili Joyce? Mimi kwanza kabla hatujamaliza kuna kosa ambalo ni la muhimu sana tulikuwa hatujawaambia watu, ni kosa la kuendesha bila kuwa na bima. Tuna kesi nyingi sana pale watu wanakuwa wanaendesha hawana bima. Kukata bima ni kitu muhimu sana. Sheria imewekwa kwa ajili kwamba usitumie chombo cha moto huku kikiwa hakina bima. Kuna watu wanakuja pale, mtu anajitetea kwamba yeye amepewa tu, ni sana hawa ambao waendesha pikipiki, anakuja na anatoa utetezi kwamba na mimi nimepewa na bosi wangu. Hapana, unatakiwa uhakikishe chombo cha moto wewe kabla ya kuingia barabarani hicho chombo umekikatia bima. Yaani hiyo ni kosa ambalo watu wamekuwa wakilifanya sana. Mtu anaendesha chombo cha moto bila kuwa na bima. Lakini pia kwa kumalizia ni waombe watu hebu wafuate hizi sheria zilizowekwa. Kwa sababu unapoacha kuzifuata hizi sheria, kuna mambo mengi sana unayasababisha. Utasababisha vifo. Kifo ni kitu kikubwa sana. Unapoendesha gari kwa uzembe, unapoendesha chombo chochote cha moto kwa uzembe ukasababisha kifo, kumbuka yule mtu alikuwa ni nguvu kazi ya taifa, lakini hata kwa familia yake. Kwa hiyo sheria inaposema kwamba usiendeshe kwa spidi ambayo wewe hutakiwi, lengo ni kusababisha usisababishe kifo. Unaweza ukakuta kuna utofauti kati ya dereva ambaye amesababisha ajali kwa spidi, kwamba tunasema kwamba alikuwa na spidi kubwa, na yule mwingine kwamba yeye alikuwa tu ana spidi ya kawaida, bahati mbaya tu akapitiwa akagonga. Huyu ambaye alikuwa na spidi kubwa, madhara yake ni makubwa mno, ndio kama hivyo anaweza akapelekea kifo, akasababisha uharibifu wa miundombinu. Kwa hiyo hebu ninaiasa jamii iweze kuzifuata hizi sheria kuweza kusababisha hizi zote. Lakini pia hata utunzaji wa muda, unakuta utatumia muda mwingi, wewe utakuwa mahakamani kwenda kujibu mashtaka. Lakini pia hata tension, usimama mahakamani huku unashtakiwa kumesababisha kifo, umesababisha sijui majeraha, umesababisha uharibifu wa miundombinu. Hebu tunapenda kuiasa jamii kwamba hizi sheria zimewekwa ili zifuatwe, watu wazifuate kwa ajili ya usalama wa watu na mali zao, usalama wa miundombinu. Lakini pia hata kwa madereva, unaposababisha ajali, hebu usikimbie. Lakini kama unapoona kwamba usalama wako hautakuwa mzuri, unaweza ukafanikiwa kukimbia eneo la tukio, lakini sheria inakutaka ndani ya masaa 24 uwe umerudi, umeenda kituoni ndani ya huo muda. Kwa sababu pia usipoenda, hilo nalo ni kosa. Sababu kuna saa pia unaweza kusababisha ajali, pia watu wakakasirika, wakakujeruhi na wewe mwenyewe. Kwa hiyo utakapoona kwamba mazingira sio salama kwako, sheria inaruhusu unaweza ukani, lakini uhakikishe unaenda kutoa taarifa hiyo kituo cha polisi kwamba umesababisha ajali, ili mwisho wa siku sasa yule mtu aweze kupata, yani polisi waweze kuwa na hiyo taarifa ya hiyo ajali iliyotokea.